Yeah. Cheki Jaruni. Dami. Fire we are blazing, all our we days. Fire we are blazing, purple lace. Fire we are blazing, all our we days. Fire we are blazing, like purple lace. Fire we are blazing, all our we days. Song we are singing. Utadunda Dami. Tembelea juu. Panda juu. Yeah. Fire we are blazing, all our we days. Cheki huku ni nini na mea natural. Osman. Hii ndio Rosemary. Osman, ni Osman na mea natural. Nakonga kwa camp pale. Ni pando huko. Hizi ndio ile yuta alikuwa amekiaje kwa habu. Tukisoma. Panjeru. Kina. Kina wakaanza kumchomea picha. Huyo anapanda hapa. Ndio story yetu si pia hapo. Hiyo ni kweli. Tunaamini kuna sufuria. Mwingine kaya hapa. Kuna sufuria ya mboga. Ya mboga iko. Tunaamini. Yesano nyole katani ngohone kora muto mdaise bwana Rastaman mwana chidredula nanyola komenda kora mu area lazima bane no mwana chidredula nanyola wa bandu bakupira hunjira mwana chidredula osina siye khole khere ule kijana wa dredula osijui yo kuku imekula kifaranga yake mwenyewe ule mtoto wa dredula. No, we can't blame the Rastaman kila saa. But then, Oya. Yes, I am. Ninja. Yes, I am. Yeah, man. You there? Me there, Rasta. We go straight from the top. Why is it Rastaman anablemiwa every now and then? Kuki kipotea kwa mtaa Rastaman. Muta kipigwa Rastaman. Vitu zikibiwa Rastaman. Kwani Rastaman ndio only information them deal with. So them need to meet the true Rasta and now get more teaching direct from true Rasta. Kwani wale marasta wengine hawapatangi the more teachings? You know, government has played a big role in our society. Yes. To promote illiteracy and ignorance. And so because of ignorance and illiteracy, that is why now, and all propaganda around, you know, from way back, them gossip and propaganda about Rastafarians. Yeah, man. So it's misconception them deal with. So maybe in Kiswahili. Yeah, man. Hii kitu ya blame game kwa Rasta itaisha lini? Itaisha iwapo sisi wenyewe tutakuwa na ile kuelimishana mitaani. Okay, nyinyi wenyewe akina nani? Haya naye ni duty ya mimi na wewe. Na mwingine ambao tayari ashapata hiyo elimu ama hiyo concept. Yele kwamba yeye Rastafari ni kitu fulani. Ni rightful way. Nimeanza interview na fujo sana. We do introductions, Maybe tuambie ndio nani wewe mtu wa kwangu Zubara. So anaija Elder. Yes. Outer Mumias Massive. Ja Elder, all the way from Mumias. All the way from Mumias. How is Mumias, my friend? Things cool. Yes. Aire and mellow. Vibrate there. Ja Elder. Yeah, man. Yes. Brother. Yeah, man. Yes. Yes, I am an original Isamba Hulu. One roots, man. No. Come again. Yeah, man. Rewind from the top again. Yeah, from the top, medium, original Isamba Hulu. Isamba Hulu. One roots, man. One roots, man. Yes,
Mlijuaje bwana how did you discover the Rastafarian in you? Yeah, it is a spark that imekuwa kwangu since kuzaliwa. Everyone is a Rasta. Juu Rasta ni ku respect nature. So the moment you respect nature, yes, wewe ni Rasta. Whether unajua Haile Selassie, whether unavuta bangi, whether ukuli nyama, first kama uko na knowledge ya mama earth, nature in you, wewe ni Rasta. So mimi nilidiscover the nature in me wakati nilizaliwa. I knew the duty of living upon my hands. So I was a Rasta since then. Ila tu wazazi ndio walikuwa hold physically, lakini spiritually I am a Rasta ever since conception. Wow. Yeah, wow. Haujaibadilika. Na sina hiyo time ya change. Najua man ana change once. Unaona? Change man si weather. Unaona? Rastafari is it a belief? Rastafari is to know. Not to believe. Not to believe. When you believe, you have some doubt. So you believe. When you know you're yeah, a Rasta. I know I am a Rasta. I know Elder is a Rasta. I know you are a Rasta. I don't believe in that you are a Rasta. I know. And I know Rastafari is the way of life. Hakuna kusema ati mimi naamini mimi ni Mrasta. Hapana, mimi ni Mrasta. Mimi once. Napenda sana that confidence. Usisema ati mimi mwenyewe najiamini ati mimi ni Mrasta. Mimi ni Mrasta. Mimi ni Ras. Nimeisha. Alafu kumbuka nimekwambia Ras, si ati ni unione na dread na nini, ni kitu hapo sasa. For you to be a Rasta man, lazima uwe na dread. Hiyo hapana, lakini for you to respect nature, yes, lazima uwe na dread. Sawa. For you to respect nature, because nature never brought here without nywele. Ni nywele sisi tumeanza kunyoa tusome, tumeanza kunyoa tupate makazi. Okay. Zamba hulu. Yes, you want to tell me that wewe kuwa Mrasta kamili, wewe kuwa believer, ama kuamini kwamba yani kuwa Mrasta kamilifu, lazima ukuwe na dread. Hizo dread ndio ishara tosha ya kujipresent. Okay, dread ina symbolize nini kwa Mrasta? Kwanza knowledge na wisdom. Knowledge and wisdom. Hiyo ni wisdom uko nayo. Hata akili ni nywele na kila mtu ako na ana zake. Yeah, man. So mimi ni Mrasta, sina dread, I'm not a Rasta man. Hapana. Hapo wewe umeconclude hiyo. You are not a complete. Wewe sasa wewe hauko complete. Tena kitu kingine, unadharau nature ambayo ilikupatia dread. Mimi kukosa Rasta, it's like waje tena kidogo tu. Si hujakosa Rasta. Wewe ni Rasta. Umekosa nywele. Umekosa mashungi ya nywele. Mashungi ya nywele. Haya ndio mashungi ya nywele. Wewe uko na nywele. Hii sasa ndio mashungi. Umesema anaitwa Ja? Yeah man, I'm Ja Elder. Ja Elder. Hii dread yako ni natural ama ni ile kuekelea? Once you deal with dreadlocks, hiyo ni natural. You can't diss nature. Natural. We call Congo Bongo. How many years dread kwa kichwa? Saidi 22 years. 22 years. 22 years wearing dreadlocks, trotting pan the system, you know, encountering all. Ulifuga ukiwa na miaka mingapi? Nafuga dreadlocks nikiwa na 16 years. 16 years? Yeah man. Parents walichukuliaje? Wazazi wako wenyewe kukuona na Rasta? Wengine watafurahia, pengine hawatapenda, lakini unajua once you realize yourself, wakati unakuja kuelewa, tunaita self realization, ndio time unaanza kuwa Rasta. Na once umejua kitu una deal nayo ni truth, then no point of return. Hakuna hata reason ya kurudi nyuma, kwa sababu kwa life tujakuja kufurahishana, tumekuja kutenda kulingana na kile ambacho conscious yako imekurivilia kuwa ni right, kwa sababu wewe mwenyewe ni instrument ya Mother Earth na Mother Nature. Na therefore kama wewe ni instrument ya Mother Earth na Mother Nature, it means nature imekuwa na purpose ya kukucreate. Kuna kitu unapaswa kuja kutimiza katika ulimwengu. Wow. Kuna hawa jamaa wanafuga Rasta. Yeah man. They're just having a Rasta, dreadlocks. Yes I am. Because of beauty. Yeah man. What can you tell them? So hawa kufuga Rasta sababu ya urembo. So is we call them Rasta business. And so because is their choice, kwa vile ni uamuzi wao kutaka kuweka Rasta. Na we don't own permit. Should we identify them as Rastafarians? No, they are not Rasta. They are
they are in showbiz actually. Wako katika biashara zao labda. Hiyo ni showbiz. Ni showbiz ama style in fashion. Aha. Yeah man. So 22 years. We maintain the yako 22 years. Yeah man. How expensive is it? Not really expensive. Not really expensive kwa sababu actually kitu ungeniuliza ni how do you overcome all these roadblocks and this and that zenye labda fight. Nilikuwa nakuja hapo sababu kulikuwa na dhana kwamba hapo zamani if you have a dreadlocks you must have a license. Lazima uwe na license ya kukuallow for you to maneuver your dreadlock. True or false? It's true. So ukiwa na dreadlocks, ukiwa na dread lazima uwe na license from the police. Way back. But in a this year time. Okay. Now, if you say it is true, why license? If it is nature, why license? Because of misunderstanding in Babylon wanakam nayo against Rasta. Forgetting that even our freedom fighters, the likes of Mau Mau, wore dreadlocks, and it was not a crime actually. Yes. But today they make it a crime, and that is why we are here now to bring that awareness to the community and to the people who have same mentality. Have you ever listened to this song? Mystic man in a Babylon system, Rasta man vibration in a Babylon system. Mystic man. The song is all about Rasta man and Babylon. Yes, man. And exactly that's what we go through. Not just a Rasta man, a mystic man. Oh, it's a mystic man. Mystic man. Not even just a Rasta man. He's a Rasta man, a mystic. Patia ujama. Bring the other mic even around. We have many mic here. You only have many mic. Okay, we were saying it's not just a Rasta man. It's a Rasta man, a mystic man. Not just a man. Not just any other ordinary man. Who is this a mystic man? This Rasta when man. When the Ethiopian says mystic man, he's who? I and I. Rasta man is I and I. Yeah man. He's the mystic man. Yes I. Yes. Spiritual man. So mystic man in a Babylon system. Yeah man. And what is this Babylon system? Now that's system of education, system of hospitality, the way they are running the earth, that is Babylon. Any authority that is in power, system of religion, that is Babylon. It ain't ours. And who is this Babylon? You can trace him even in the Bible. Now spiritually Babylon is the West. Right now they were talking 2020. Spiritually Babylon is the West system. See, they have created Corona, now we are dying. What do we say now, man? Tell them. The Ethiopians, mystic man in a Babylon system. Is there a day this mystic man will come out of the Babylon? Yeah man, naturally, already we are out of Babylon, but educationally. And that's why we are telling the youth also to embrace education and come out of that shit scheme. You know? Shit scheme. We call it shit scheme because it's a well organized thing, you know. Why hide your dreadlocks ndani ya kilema? Okay, first I don't hide. I love my locks. First remember that I love them designs, sitaki kila mtu azione. Okay. Second remember Kilemba imekuwa Afrika kutoka ancients. The first university in the world is called Timbuktu and Sankore. Timbuktu the capital city of Mali. Sankore iko Egypt. Yes. Turban ilikuwa sheria moja. Oh man amegraduate. Hizi kofia wanavaa siku hizi. It was a turban and a tie. Sasa turban kwanza ni priesthood na bado ni msomi anajirepresent. When a Rasta man is putting on a turban, yeah man, yeah man, huwa anaashiria nini? Wakati mwarasta anavaa kilemba, huwa anaashiria nini? Hiyo priesthood order. Yeye vile yuko hivyo anaweza conduct mass mahali popote. Kama hapa hii ni mass tuna conduct. You are speaking to the mass. Sasa lazima wote hapa tuseme tu kanisani. Hii ni fire. Hii ni more fire. Hata una ile more fire. Una ile more fire. Tutaeka. So
I was on you. Yeah man. Why you hiding them? Mbona utaki watu waone? First nimekuambia kwanza ni heritage yangu. Kile kitu ambacho unakipenda, unakidhamini, si ndio? Kama uchi wangu tu. Uchi wangu naupenda. Sasa napenda locks zangu. Si hata nazificha. Kuna saa muka hivyo. Lakini sasa niko kwa duty ambayo ni priestly duty. Ambayo inahitaji pia wisdom na kama nimerepresent. Kuna hiyo order ancient Africa ya kurap taban, angalia dini ya Msambwa, angalia Lejo Maria, angalia mpaka wa Korino, yani ni African, si hata urasta. Kumbuka hiyo sasa unaweka urasta kando, hiyo taban haya from Asian African, ni kama heshima fulani. Ni heshima na bado ni kufanya nini kwa Mwenyezi Mungu. Uko ready kumtumikia Mwenyezi Mungu, hata wache heshima, uko ready kumtumikia mama nature, sawa? Uko ready to serve. Si ati nimefunga sababu niliona kwa reggae ati sisi la Kalonji. Kama sijafunga Rich Spice anaitumia. Ati juu nimekuja hapa leo tukutishia hapa. Hata rasta hiyo rap. Pia kuna serious duty unajua? Jamaa ni serious duty. Unaweza muone iko kaimuza na wewe mbona jarapia ni serious duty. When Youthman see you with dreadlocks. Yeah man. Pale mtaani. Akikuona na dreadlocks. Yeye ufikiria nini? Walipa Youthman awanaga ile negative, awanaga dhana ile mbaya, ila hii dhana mbaya inatoka kwa watu wakubwa. Mtoto mdogo kwanza naweza kukuambia kama 99% atafurahia, atanifuata, atataka kuuliza hata mzazi wake, mama angalia yule ama baba angalia yule. So since mtoto wako innocent na ameona nothing wrong with rasta or nothing wrong with dreadlocks, that's why anakuja hata karibu. But ile dhana ya kwamba rasta anaweza kuwa hivi ama vile, hiyo inatokana na watu wakubwa wenye tayari wamechoose Babylon way na Babylon thinking. So watu wakubwa ndio wanapotosha community kuhusu marasta. Definitely kitu yoyote ambayo kuna marasta wengine kweli wako na dreadlocks, lakini tabia ziruhusu kuitwa rasta na kuita rasta. Sasa wao hawaitwi rasta. Wanajitaje? Wao wanaitwa dreadlocks. Dreadlocks man. Sisi waita badasta. Hawa ni sawa, lakini ile umemdumisha kidogo. Ila yeye si dasta, ni binadamu. Dreadlock man. Lakini sasa tagazi mruhusu kujiita rasta. Hiyo ndio makosa, yeye kujiita tu rasta. Ila anafaa atimize matendo ya kwa dreadlock police. Unapata jamaa hana dread, lakini atakupa teaching za warasi. Atakuelekeza vizuri kama mrasi. Unaona? Si lazima kuwa anatumia marijuana, lakini atakupatia benefit za hiyo marijuana. Lakini kuna mtu na hizo dread anajiita mrasi, yeye tu ni kusmoke hata kupatia benefit. Amekupoteza. You have brought in another term. The marijuana. Yeah. Why is it that Rastaman is associated with marijuana? Vitu nilisema kuanzia mwanzo, hakuna kenye change, si ndio? We love mama nature. So the way I live with hobby, msala napanda. Umenielewa? Vile napenda sukuma. Kabisa. Yani ni nature hiyo kwanza. Hakuna kitu kingine big from that first. Ni nature. Vile naweza panda cypress ime na siwezi penda mtu aikate. Hivyo ndio vile marijuana inafaa kwa inamea. So second benefit ya hii ni nini? Unapata? Kwangu nitumia mingi sana kama dawa, hata chakula ya kuku, unanipata? Barabara chakula ya kuku. Enda Uganda, wanapanda tu mbegu peke yake wape kuku. Wakenya ndio wananunuanga hiyo mabusho na kuja kuuza. Lakini real kule wanapanda hizo mbegu zote ni za kuku. Bali na kiwa glaucoma, anemia, just to mention few. Mti ya marijuana, mti tuseme tumepanda bangi Western Province, tunaweza supply karatasi ambayo inadumu 500 years than hizi karatasi ziko. Kama sisi ni eco-friendly, mbona tusitap kitu ambayo ni eco-friendly? If you were the government right now, man, what could you do about already I'm in the government. You are in the government. Ni vile walisikia. Unajua already mimi niko kwa government. Mimi ndio serikali. Kitu tu ya kwanza, Mumias sugar imeanguka. Tuseme ungepewa opportunity. Kama vile umenipatia already. Hii opportunity umenipatia. Sasa umepewa opportunity nyingine ya kukutana na rais wa Kenya, President Uhuru Kenyatta. Ukimwambia nini kuhusu marijuana Kenya? Rais usitalishe rada, hii kitu ina liberate, inatoa watu kwa poverty na alafu kumbuka tunataka tutage first world countries. Unaona? Tusitalishe rada. Legalization of banking ni kitu ambacho inasaidia country
Kwanza tunachelewa. Tunachelewa juu. Miwa kidogo, miwa imeanguka. Sawa. Webuye pan paper, KCC kwa ganja inaweza kuliberate. Wanashikangi hizi vitu kwa TV, mnasikia kilo moja 30,000. Kitu gani inauzwa kilo moja 30,000? So we have to move our mind fast. Hata government jue. Akili zetu zimelala. Aya, nikuulize swali. Mbona America wana legalize na wako na do? Mbona Spain wa legalize na wako na pesa? Au ni first world country? They are saying marijuana for victory. When the world was going for Second World War, what did America use? It was marijuana, and they were having a slogan, hemp for victory. And after World War, they banned the hemp for themselves. Now they have realized the dollar is depreciating. Again, hemp for victory. So we legalize. Yeah, that's a time ya kumove. Okota alikufa akisema to move. Na amekufa na kitu marijuana ingetibu. We go to India kutibiwa cancer na bangi. Shame on we. Oh my God, oh my God, oh my God. Who brought this last time to story? It is Mukulu. Yes, sir, yes, sir. What's the utamu wa kuwa na rasta ni nini? Utamu wa kuwa na rasta, ukijiita mrasta. Yeah man, kitu ya kwanza ni kwamba you own yourself, because system tell you to shave, meaning that ukishave, yes, it means umebau. It means you are not that free 100%. You are, kuna laws zenye bado umebau kwa hizo law. Na once umeweka dreadlocks, because nobody will advise you or tell you to go where to go grow dreadlocks. Yes. So kama ni decision yako, na ukaona unaweza make na unaweza live kwa life without any conflict na the surrounding, na kweli ukamake, then unajiuliza why is it that walikuwa wanani deny ama wanani fight kuweka dreadlocks. So ni awareness. Ukiweka dreadlocks ina symbolize tu kwamba kwanza umejijua na umejua kwamba wewe ni free man na uko na right over yourself. In other words, you are God over yourself, more than just a human. You are God over yourself. So if you are God, then nani atakushow how to move and when to move? So apart from the Almighty Jah, yeah, man, you are also a God. Is the one who makes you that God. You are one and a God. Because you. The rest of it says, me in me, yeah, makes me. Yeah, yes, I and I. Let me put you in the Bible. You like reference? Yes. When Moses was asking the Most High, when I go, they will ask me, who sent you? Just say, I and I. It is me and me. Yeah, if you be in doubt, go reference the Bible. Yeah, aliuliza Mwenyezi Mungu, sasa nikienda kule wale wataniuliza nani amekutuma? Akaambia Musa, ndio semeni mimi na mimi. It's just me and me. So in other words, Moses was God in Egypt. True or false? Apart from reggae music. Yes, I am. Mrasta anasikiza song gani tena? You have a right to choose, kwa sababu rasta kwanza ni freedom. Unaweza kuwa mrasta na upende bongo, so long as ina play positive music, positive message. Juu unaweza hata ita kitu fulani reggae ama raga na ikupatie message ambayo ni positive. So music is music. What matters is the message. For example. Yeah man. Isamba Hulu. Yeah man. You are Rasta man. Yes I. When I come to your house and you are listening to Wamlambezi. Yeah. Picha gani utakuwa unanionyesha? Ni okay, unajua message yenyewe ndakuwa nasikiza ni noma. But sikia, Kenya hii Wamlambezi za Kenya ndio, ndio? Kenya hii iko na wasanii tajika ambao hata si wa reggae. Nipate kwangu nasikiza Eric Wainaina. How will you take me? It's not a reggae thing. It's not, but you are now getting more teachings from Eric Wainaina. Yeah, so it means you are getting inspirational. He's even appreciating the works of that artist. Yeah. When ana sing positive. Kwa sababu so tuko na you are confirming that si lazima ukue wewe ni reggae. What matters in the music is positive message. Content Actually. Hata mimi mwenyewe I do hip hop music. Yeah. But you are Rastafarian. Yes I. Oh my God. Music is music. Rasta is Rasta, and is only a fool who listen to one type of music. You see? Me I listen to rumba. Kuna watu wanabelieve kwamba kama ni mrasta lazima upende reggae music, kama ukue mfuasi wa reggae music. Okay. Isema kwa nasema wewe mwenyewe ni hip hop fan. Not even fan. I do hip hop. You do hip hop. Yeah, I do hip hop. Oh my God. Even club.
So I've told you a fool is only a fool. Ni mjinga pekee atasema anasikiza muziki Wa reggae peke yake. lakini kumbuka ni ili nisikize reggae peke yake kama hizo muziki zingine hazinijini kimawazo. Sawa. Why tuna stick kwa reggae? Si ni rudeness, hapana. Hakuna ile siku reggae music so inakuwa Most of message. Yeah. You stick to reggae. reggae. Muziki unasikia ni sawa na university fulani. Hizi kutumika kwa standard. Apart from okay, mimi nataka kujua wewe ufanya nini? What are you doing? Osaba Holo originally mimi kwanza mimi ni farmer, tukianzia tu hapo muwa mkulima. Hiyo ndio sababu backbone yangu. Sasa kutoka hapo So when you mean natural is natural. Yeah man. Mimi ni mkulima Tindu mazimu huko na hiyo nyingine nyamtakange pia napitianga hapo katikati. Unapiga? Hata kwa rooftop mtu wangu. Acha nisiseme kwetu kesho naona Land Cruiser. Okay, second mini artist, sawa? Yes. Naturally born artist. Kama wewe ni farmer, wewe ni artist. I do music na bado I do train watu hii kufanya music. Yeah man. You train artists to do music. Yeah man, mostly the young ones. Yes. I don't deal na watu washafika monopause. Monopause ni kuanzia 15 years kuendelea. Unasema kazi yao ni ngumu sana. Ni ngumu lakini somebody like Damian hapa unajua tajabonga. Wewe Dami changamka. Anaitwa Damian. Ras Dami. Wow. Ras Dami songa karibu. Hii ni natural hair ama ni? Hebu mwambie hizi dread zako ni natural sema. Damian? Mambo. Poa. Uko fiti? Hizo ni dread ama ni ulienda salon? Ni dread. Ni dread. Nani alikufugia? Mamangu. Mamako. Mamako pia afuga dread? Na daddy? Yeye pia kuna dread? Oh my god. Uko class? PP2. PP2. Wewe unaenda shule na dread? Mwalimu kusumbui? Kwa nini? Shule ni ya babako? Kuna wengine. Oh, kuna wengine pia kuna dread. Wewe ni Mrastafarian. Unapenda muziki gani? Wana reggae kanja. Sema kwa sauti. Unapenda? Wana reggae kanja. Reggae music. Oh my god, I love it. Hebu mwimbie ngoma yako moja. Ima mamako. Uko na ngoma? Hata kwa YouTube. Wewe ni msanii? Hebu tupa kapela, tuimbie ngoma yako tusikie. Wana reggae kanja. If the reggae kanja. Wana reggae kanja. Wow. You are doing reggae music. Uko na miaka ngapi by the way? Uko na miaka ngapi? 5 years. 5 years. And you are doing reggae. Oh my god. Unamuona mbali sana. Huyo wenye tunawak nao na kuna wengine wadogo size yake tu. Sasa hii ndio lika tuna target sana. Hii ndio ku save future, unaona? Wewe anza ku save future ndio invest kwa kina Calligraph. Unajua yule ananishangaza ni future gani? Wewe ufanya nini by the way? Yeah man, I'm a farmer. Na bado mimi ni promoter. Na promoter ama artist. Tuna run recording label Roaring Lion. So tuna deal na music in full package. Wow. Yeah man.
Safi. Sangapi ule bwana ni saa 9 na dakika 19 usikane dakika 12 na roho msere sangapi saa 10 machini mbini hunde Moses Mbogo isira bwana nje break kidogo alafu ningabha na bwana nange simu yo 0708707777 no bwana rebo kutokuleta na mwana keni kubrasto mlise bwana chukua simu yako kwa zitunga later ongea na marasta wenzako bwana ile walio kuhusu brasta nini kama ni brasta bwana fellow rastas bwana tuko ndani na hapa the land we love the land we love not the land we belong in but the land we love Ugosa sanga pesa 10 uskali dakika shaga usale dakika 19 ukula saa 10 kamili saa 10 kamili amachini mbimbi kitumna mbwini kumulise bwana 0708707777 kwa jamaa anauliza ambia jamaa bwana wanitofatishe kati ya unaweza juaje kati ya mrasta na mdasta? Man, sio haikui kazi yako sana kutofautisha ama kujaji watu. Ni wewe ndio ujue mimi ni rasta. Na wewe si ama mimi ni mdasta. Ni wewe ndio ujue. Napenda sana hela. Yonade. Inateniaje? Ina fiti sana. Unani odu. Odre. Yela. Katabu ni mwemeli. Gariati amaji. Ongea na mrasta mwenzako bwana. Awo. Bulla mrasta kandoma. Embore swali namburi nyaka kabeluka. Vyosi, kaula vyosi. Lakini ndio nilichokanya kwa wale kandono jolizwa hili. Baba. Pele kuna mrasta. Wa dread. Na ni milo mai ya kuku unaweza Kwanza hiyo wadu umetumia ni mwizi wa mayai ya kuku. Tunadwanga mayai wa hiviwe. Ndio najaribu kueleza hiyo fact kwamba ni mwizi wa kuku. Already na mdisqualify kuwa rasta. Sasa sio rasta. Alafu kuna mrasta mahali ni mchokozi. True. Lakini atajiita mrasta. Yes, na kuna mrasta mahali anapenda kuacha kindukulu. Yes, kama ameacha kindukulu amechapa kabisa anajiita mrasta. Na kuna mrasta mwenye ajionyeshi ni mrasta. Yana janda ni mrasta. Mnaweza fanyaje kama polisi ijue, serikali ijue kwa mtu akona dread si mtu mbaya, mtu mwenye anajiita rasta si mbaya. Kuna mtu mwingine ni rasta anajiita rasta anaenda sokoni lakini mbaya full dose nguo mzuri mkuilishana kwa kampuni nguo tu mzuri ameenda kuchukua kitambaa rasta kala pia na ameshonya kwa mgongo. True. Sasa ndugu yangu ngoja kile utokona mjibu yela baba Loma nabo. Iko sawa. Hiyo grade mnadunga mtenaje? Kwa nini unasema nini wakulima mkienda shamba hivi? Man. So grade kuna mtu kule za kupata kwa grade ya 1 man. Yes. Ama 2 months na 10 months na kazi. I let it share so hygienic wise inakuwa tough sana bana. So mimi na video 26 ya tumeenda hiyo trade. Safi. Atakuwa na kuweka sawa. Sami. Asante ukembo limo. Wewe hela katambwe? Fiti sana. Namba korrehan. Hela. Sadio tumulese bwana 0708 70777 mkesi mchibiri alafu miaka msema leo mnaise bwana. Wewe marebo kandi strong sana marebo kacha skuru. Hela katambwe? Sami. Sami. Koropo. Sasa maniro. Marasa kalia. Marasa kalo ngala bwenengo. Sasa maniro kwa bunda marijuana alambo. Marijuana. Marijuana ila ndo ngara sazi. Lokolu. Unaza ulauza tena utapa ukimbirako. Ndio kila brai kabisa. Ndio brai. Safi sime umala katabwe. Yes. Adamba ukimle mnaisema. Kuramba
kwenda na tayari dakika 10 nyingine. Okay, sasa simu ndala. Oya. Ayona ni. Eh baba. Tambo. Mno sana engineer. Tete moja. Tete. Ay, kwa nini wewe koko? Wala mrasta mboka hata kwa banya humo zambano bajo mrasta. Mrasta lazima asambe boza. Safi tete. Tuanza na hiyo. Lazima mrasta chome. Si kuchoma tu, kuchoma boza. Lazima kuhusu boza. Sio lazima achome boza, lakini anaweza kuwa mrasta. Na tena lazima anaweza kuwa achomi, lakini lazima defend boza kwa sababu unaweza kuwa uchomi lakini uko ready kudefend, meaning that una defend plant na creation nature. Usitoke kwenye sababu tuko na two concept pale. So ukipata brasa anasema bangi ni mbaya, wewe sio brasa. Hata wacha mrasta, mtu yoyote kwanza anakosoa muumba, wacha hata kukosoa serikali ama mtu yoyote. Kwa sababu anakosoa ule mwenye alicreate ile plantation na akasema amependezwa nayo. Hiyo wenyewe mna confirm hapo. Bangi si mbaya. Si mbaya. Ingekuwa mbaya. Mtumizi. Ni sawa na pombe na ugali. Unaona? Mtu anakula menjera tumbe na muuma. Menjera ni mbaya? Hapana. Yeye alikula jechemusha. Yeye alikula kutumia akili achemshe kwanza. Man. Na tunahitaji pia scientific proof kutoka kwa researchers kwa sababu tusiseme ni mbaya out of ignorance. Then number 2, tunaweza sema ni mbaya, wacha tuseme kwamba tuna reason na wao on the same nini kwamba ni mbaya kwa kusmoke. Then why are they condemning or fighting plant ikiwa natural? Hapo inafaa anybody mwenye akona good sense kwanza aweze kudefend plant like any other plant. Alafu kuhusu kuitumia, kama atumii bangi kama kuvuta ama kuchemsha for medicinal purpose, lakini anatumia mboga kuchemsha pia for medicinal purpose, na iwapo haitumii kwa hizo zote mwili swaje na ukore medicine zinakulanga onyeroteha boza mocho umesikia na msara uchemshe ile maji unaitanga ganja tea, inatibu measles. Ganja tea inatibu measles tu, hata bashere wanajua ni kujifanya tu. Wakati ana appreciate, wakati anaweza sema kwamba hatumii hiyo in one way or another na anakula kunde ama maragwe, then tuna ubaya na yeye kwa sababu bado tofauti. Kwa sababu bado kwa green plantation tuko tu pale kwamba ana support mother nature na pia yeye ana maintain diet ambayo ni vegetarian ambao ina run hand in hand na ganja. So what I'm learning from you people, and najifunza kutoka kwenu ni kwamba mrasta lazima akuwa amejitolea kwa uti na uvumba kudefend mazingira na mazingira number 1. Mazingira number 1. Sababu wewe ni part and parcel hiyo mazingira. Bila mazingira hauko, bila wewe mazingira. If you can't defend nature, you are not a rasta man. Na hata katika katiba yetu true rasta man must defend nature. Yes. Na hata katiba yetu ya Kenya under culture iko kipengele inasema kwamba government shall enact na government shall actually compensate wale wenye wanaweka species ama those who plant variety, meaning that government ina encourage watu wa plant variety seeds whereby ukitumia the word variety hakuna boundary. So anybody anaweza go read about culture in our constitution aone ina elaborate ni nini under that section kuhusu any seed, na anybody mwenye ana kill original ama indigenous seed constitutionally ame violate constitution. So hiyo seed ya marijuana being one of the indigenous yenye mother nature ilitupea, so mimi ikiwa napatikana kwamba naivunja kikatiba, nimevunja katiba kwa sababu sija preserve indigenous seed. Inafaa ushiko ustakiwe kama tunaweza kwa katiba. Ndio maana unaona hata ndugu yetu wale watu ushikwa na marijuana alafu wanafungwa man, wanakuwa wameviolate nini sasa? Ndio maana tunasema right ya nakada ni Narcotic and Psychotic Act which was formed in 1994 actually. So it's something that was created maybe to make benefit or to control something maybe that they knew themselves. But with us we are saying that even if it's not for smoking, then lazima iishi tu kama other plants.
isikuwe ati hata ipatikane na mea mahali mtu ashikwa ama anaitumia vibaya. Eli to fight trafficking, eli to fight hata bas smoking. If it means kama inamea ipande pale. I don't see any problem, hata constitution inatu hapo inasimaliza. Kuna jamaa amesema nyinyi kama wale watu wamekaa kwa Rastafarian sometimes. True. How can you help the government to identify our madasta? Tuna give thanks kwa sababu due to poverty good number of Rasta people wako manage kuenda shuleni na ndio maana wanatumia reggae music mostly kuwa educate. So those who embrace reggae music na especially roots reggae music watapata nafasi ya kuelimika kwa sababu ni kama college. So once they get that knowledge they'll be able to defend themselves kwa in academic manner kwa njia yoyote ambayo inaeleweka kiserikali. Sasa hiyo ignorance ndio inaumiza jamii, lakini iwapo serikali itatusaidia hata katika kuelimisha watu, then watu wenyewe, education itself ni freedom na ni weapon. So let the government equip them with education, then education will allow them to distinguish, to know right and wrong themselves. So it's now upon the government, to give them education, to equip them with good education. And when I say proper education, I mean proper education. Kwa sababu hata watoto wa bunge wetu ama viongozi wetu hawasomi humu nchini, kumaanisha wamedunisha elimu ya humu nchini, ndio maana wanaenda nje. Sasa tunaomba wa-equip jamii kwa jumla, sio Rasta peke yake, jamii kwa jumla na elimu ambayo inatakikana, na iwapo hata wapea hiyo elimu, basi hiyo elimu itaongoza jamii bila mtu kusimamiwa na kiboko ama kuelimishwa na askari atipitia hapa endea pale. Elimu itamwezesha kujiongoza. Wow. Kule stage skali dakika 5 kwa saa 10 kama unasema kabila gani tukafunge hapo. Lakini sasa mwana rawesi ya isaba gulu 1 minute. Talk to the youth man ambaye anakusikiza saa hizi. Anaweza kuwa ni mrasta, ni mdasta, youth man ambaye alikuwa mbaya, yani ameanza kutumia marijuana vibaya, yani anajipata kwa maisha yani yenye si ya kawaida. Nataka umuongeleshe 1 minute, alafu Raselda ana jamaa pia amalizie 1 minute na tumalize show. Mimi kwanza nakwambia wewe youth hapo ukiwa home, chukulia life ikiwa serious. Maisha ni kitu moja serious. Usianze kujiingiza kwa miadarati, madawa ya kulevya, hata kama niyo bangi sasa unaitumia tu bila kujijali kesho leo. Jua kuna watu wanakuhitaji, mamako, ndugu zako, majirani zako wanakuhitaji sana. Unaweza kuwa huna kisomo ama hata fees ya kwenda shuleni ngumu, lakini unaweza fanya kitu tu hapo nyumbani. Jiweke busy. The moment unakuwa idle unakuwa na mafikiri ambayo hayakusaidii. Kinye ningekusaidia ni jiweke busy, hata kama ni kulima, fuga kuku, just be busy, utapata tu siku inaenda poa. Safi. I like that one. Yani keep yourself busy. Yani usikae tu idle, usisubiri sasa kufula mira. Hiyo ni wasifula mira bwana. Change, think twice mrese bwana. Nimependa wasia kwako sana. Yeman, mimi kwanza kabla nifunge kipindi ningependa kujibu msikilizaji mmoja ambaye ameuliza kuhusu shasha ama aina fulani ya by the way. Jibu yangu kwake ni kama hata katika wanadamu gani natural sana. Sasa nataka nimwambie hata katika wanadamu tuko na Waarabu, Wahindi, Waafrika. So these are different species. Na hiyo yenye anaita local ni kitu hata ukipanda na ufuate kanuni za upanzi zote itakuwa high grade. Kwa hivyo the highest grade ina depend na kitu wenye wewe mwenyewe umepanda. Hata ingekuwa ni mahindi ambao umepanda mwenyewe, vile umeinacha unajua kushinda ile umenunua soko ambao hujaelewa imepitia kwa process gani. Kwa hivyo any process, any good quality yenye ungependa, then ni better hata ukuwa umeprepare food yako mwenyewe rather than kuipata kwa soko. So shasha ama nini tofauti pale ni species tu. Kama kusema mzungu, Mwarabu ama katika miogo tuko tofauti kabisa. Yes, safi. Maybe mnanoka mwisho kwa YouTube man ambaye anakusikiza saa hizi. Kwa hiyo kuna jamaa alikuwa ameuliza umefuga dread just for 20 seconds 22 years ukiwa na dreadlocks. Siri imekuwa ni nini? Siri ni discipline na respect. Sawa, amesema unapata jamaa amefuga dread 2 months lakini ukiziangalia
Asikopi appetite ya kufunga dread. Yeah man, discipline na respect. Kwanza ukiwa na self discipline, self control na self respect, utajicontrol wewe mwenyewe, hata usafi wa mwili wako utazingatia. Lakini cha msingi kuhusu ku maintain dreadlocks ni usafi tu, general hygiene, usafi wa kawaida wa kuosha kawaida. Vile mtu yote anaweza osha. Yeah man. So ni usafi wa kwako. Usafi generally. Talk to youth man ambaye anakusikiza sasa hizi. For 1 minute. Yeah man, naambia youth man embrace education, atafute sana kujua. Wakati atajua, na hata wakati mtoto mdogo anazaliwa, kitu ya kwanza anatamani huwa ni kujua, anataka kujua niko wapi, niko katika mazingira gani. Sasa ujumbe wangu kwa mayouth ambao wananisikia sasa hivi ni kwamba wa embrace education, na hiyo education itawawezesha kuwa free. Yeah man. Yani you embrace education, then education will help you defend yourself. Yeah man. Napenda sana. Napenda mimi nimeshukuru. I have learned a lot kutoka kwenu, na sikuwa nimejua kwamba kukosa urasta, kukosa dread kwa kichwa, you are violating, una violate natural. Sikuwa nimejua kabisa, mmeniambia. Kwa na dread, yani we are supporting nature, full dose. God bless you. So naomba tupeane respect pia kwa Almighty Creator kwa kutupatia hii time. Yeah, manake pia naona show ni kama muda unaisha. Kwa hivyo ningeomba kama utaturuhusu to utter word to the Almighty power. Safi. Yes sir. Here we go. Behold how good and how pleasant it is for brethren and sisters to dwell together in our unity. It is like precious ointment that poured upon Haile Selassie dreadlocks running down his beard. It is like dew of Ammon that descendeth upon the mountains of Zion, for there the Lord God Jehovah Rastafari commandeth life, that I shall live and not die. Jah Rastafari, ever living, ever sure, ever faithful. Jah Rastafari, liveth and dwelleth in the righteous heart man. Jah Rastafari, bless and sanctify, purge and purify. Sila Selassie Jah Rastafari. Yeah man, blessed people. Safi. Sonia Papa Rootsy. Malik Music. Si usiku, si mchana, every day tuna steam marijuana, tunawasha kila saa, hebu cheki saa 420. Washa kimoja ka unajua umbea, paparazzi na umbea. Legalize the sweet marijuana, legalize usiku na mchana. Washa kimoja ka unajua umbea, paparazzi na umbea. Legalize the sweet marijuana, legalize usiku na mchana. Long term the system yaonea umea, mi inailea na yongezea mbolea. Napenda venye mvua deli wage na inyea, naipika gatili waisije nyemelea. Jun makoro tutashare, ta ship it in tons, Japan na Korea wamekanja. Rampakacha kiboko chake matema. Rampakacha mapama wake matema. When I'm feeling low, toa kimoshi. When I'm feeling low, toa kimoshi. Rhythm na my blues, toa kimoshi. Reggae inayo, toa kimoshi. Hear me now. Dua la Muranja liendi Joshi, bado nikapenga lake nikantoa mamoshi. Hapa ni mabong tu, mariza zitoshi. Kama huna form unafa, toa kimoshi. Kwenye mapishi, toa kimoshi. Hii maori ordinary, hawa mix beats na makamare. Wana speed kwenye instrumentali na vocabulary hatari. KBK, well said, you love a natty dread. We keep a fire red, come to my villa, relax under the shed. Roots
African culture na fed. White chromosome seed we are spread, no need to be afraid. When the butchers I was made, we got a machete with a blade, a jembe with a spade. We make a sinking bed, wanna plan more calibrate. Burn up me chalice, fi all up me made. Friend, this your call it, this your friend me need. Watch out to love before the day you are go with. Rumor them a spray, thanks last year I did. Respect them man, cause Ras means said. We not go to spell them a spread this slave trade. Time getting ready, lift up your bombo clad head. Chant down Babylon, never be misled. Instead it lies what you read. You hear? He never worry I'm ordinary. Our mix beats na makamare. Wanna speed kwenye instrumentali na vocabulary. Hatari KBK. He never worry I'm ordinary. Our mix beats na makamare. Wanna speed kwenye instrumentali na vocabulary. Hatari He never worry I'm ordinary. Our mix beats na makamare. Well then, respect Papa Son. Where is fire son? Down in a Babylon, in a refugee camp. We don't know what I want. Babylon ain't a fan. Them sell crack and gun, them a hooligan. Do good to them a shoot you in a return. Them a Satan, put them on a frying pan. Melt them like candle wax, them a go down. Yell Gadam away from dusk to dawn. Bongo Eddie Daril dada down. Fire burn, Nakapon, fire burn, Vatican. Me do what me can to defend Ganja clan. Me ain't psycho-fan, me have another plan. Easy to make a U-turn, ready for a rerun. Me sprint faster than a Nissan. Typical African product of the sun. Long time veteran, now it's my turn. Me na sell out a badana katan. Me na bow down. In a ordinary warrior, I want to get my Rosali. Boom.